Habari rafiki yangu, karibu tena katika chaneli yetu. Leo nataka tuzungumze kuhusu jambo ambalo linawaumiza wanawake wengi sana, hisia ya kupuuzwa. Umewahi kuwa katika hali ambapo mwanaume uliyedhani anakujali anaanza kubadilika? Anachelewa kujibu message, hapigi simu kama zamani na unahisi kama unampoteza? Najua inaumiza, unajihisi mnyonge na pengine unataka kumlazimisha akuone. Lakini leo nataka nikupe siri kubwa. Upendo haulazimishwi, unavutwa. Nitakufundisha mbinu za kisaikolojia ambazo zitambadilisha na kumfanya aanze kukutafuta yeye, huku akijihisi mpweke bila wewe. Tukifika mwisho wa video hii, utakuwa na silaha zote za kumfanya mwanaume yeyote akukumbuke kila sekunde. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele. Twende kazi. Sehemu ya kwanza: acha kukimbiza, anza kuvutia. Kosa kubwa ambalo wanawake wengi hufanya mwanaume anapoanza kuwazingua ni kuanza kumkimbiza. Unampigia simu mara 10, unamtumia meseji za kumuuliza, kwani nimekukosea nini? Sikiliza, kisaikolojia binadamu hukimbia kitu kinachowafukuza. Unapomkimbiza, unampa ujumbe mmoja: mimi sina thamani na wewe ndiye pekee unayeweza kunifanya niwe na furaha. Hii inamfanya akuone wewe kama mzigo na mtu wa kero. Mbinu ya kwanza: zima injinia yako. Kama hapigi simu, na wewe usipige. Kama hajibu message, usitume nyingine. Hii inaitwa the power of absence au nguvu ya kutokuwepo. Mwanaume hawezi kukukumbuka kama kila wakati upo kwenye uso wake. Ili akukumbuke, lazima apate nafasi ya kuhisi ukosefu wako. Sehemu ya pili: kanuni ya kioo. Mbinu ya pili inaitwa mirroring, kuakisi. Huu ni mchezo wa kisaikolojia. Ukitaka kumfanya mwanaume ajishtukie, anza kumpa kile anachokupa. Akikupotezea kwa masaa 5, na wewe mpotezee kwa masaa 10. Akiongea nawe kwa ufupi, jibu kwa ufupi. Kwa nini hii inafanya kazi? Wanaume wengi wanapenda control, udhibiti. Akiona umeanza kurudi nyuma na wewe unakuwa na shughuli zako, ataanza kujiuliza, je, amepata mwanaume mwingine au amechoka na mimi? Yale maswali yatakayomzunguka kichwani ndiyo yanayoanzisha mchakato wa yeye kuanza kukukumbuka. Kumbuka, kile anachokihisi yeye kwa sasa ndicho unachotaka akihisi kesho. Sehemu ya tatu: jenga maisha yako nje ya yeye. Sikiliza kwa makini. Mwanaume havutiwi na mwanamke ambaye maisha yake yote yanamzunguka yeye. Hiyo inachosha. Ukitaka mwanaume akukumbuke, lazima uwe na maisha yenye kusisimua bila yeye. Anza kufanya vitu unavyopenda. Toka na rafiki zako, nenda gym, jifunze kitu kipya na pendeza sana. Kisha tumia nguvu ya mitandao ya kijamii. Weka picha au video fupi ukionyesha unafurahia maisha. Lakini angalizo, usiweke picha kwa ajili ya kumrusha roho yeye. Weka kwa sababu kweli unafurahia. Mwanamume akiona unafurahia maisha yako bila yeye, anaanza kuhisi kama anakosa treni. Atatamani kuwa sehemu ya ile furaha unayoipata. Sehemu ya 4: nguvu ya siri na kutotabirika. Wanaume ni wawindaji kwa asili. Akishajua kila kitu kukuhusu, anajua utajibu nini, utalalamika saa ngapi na utakuwa wapi, anapoteza hamu ya kuwinda. Ukitaka akukumbuke, kuwa mystery, fumbo. Usiwe muwazi kwa kila kitu. Kama akikuuliza ulikuwa wapi wikendi, usitoe ripoti ndefu. Jibu kwa tabasamu na kusema, nilikuwa na wakati mzuri na watu muhimu. Hilo neno watu muhimu litamfanya awaze usiku kucha. Pia usiwe unapatikana kila wakati. Akikualika mtoke leo kwa ajili ya leo, kataa kwa adabu. Mwambie, ningependa sana, lakini leo nina ratiba nyingine, labda siku nyingine. Hii inamfanya ajue kuwa muda wako una thamani na lazima augharamie. Sehemu ya 5: badilisha mazungumzo. Tunapozungumza kuhusu kumfanya akukumbuke, tunazungumzia pia namna unavyowasiliana naye unapopata nafasi. Wanawake wengi wanapopewa nafasi ya kuongea baada ya kupotezewa, wanaanza na malalamiko. Kwani hupendi kuongea na mimi tena? Badala yake, tumia mbinu ya positive reinforcement. Anza kwa kumwambia kitu kizuri ulichokiona au kumkumbusha kumbukumbu nzuri mliowahi kuwa nayo kwa ufupi sana. Kisha kata simu au maliza mazungumzo ukiwa bado juu. Mwache akiwa na hamu ya kuendelea kuongea nawe. Mfanye ahusishe jina lako na furaha na amani, sio kelele na malalamiko. Binadamu hukimbilia mahali penye amani na hukimbia mahali penye fujo. Hitimisho na ushauri wa mwisho.
Kabla hatujamaliza, nataka nikuambie jambo moja muhimu sana ambalo wanawake wengi wanasahau. Mbinu hizi zote zitafanya kazi vizuri ikiwa tu utaanza kujipenda mwenyewe kwanza. Kama unatumia mbinu hizi kwa hofu ya kumpoteza, atahisi hiyo hofu. Energy doesn't lie. Lakini kama unazitumia kwa sababu unajua thamani yako na unajua kwa wewe ni tuzo, the prize, basi matokeo yake yatakuwa ya kishindo. Mwanaume anapokupotezea, anakuwa amekupa zawadi ya muda. Tumia muda huo kujijenga, kuwa bora zaidi na kupata amani yako. Akirudi, na nakuahidi, akiona mabadiliko haya atarudi. Utakuwa na maamuzi mkononi mwako. Je, bado unamtaka au umeshakuwa bora zaidi kiasi kwamba unahitaji mwanaume anayejua thamani yako tangu mwanzo? Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Ikiwa mbinu hizi zimekusaidia, niandikie neno najitambua hapo kwenye comment. Na usisahau kushare video hii na rafiki yako anayepitia changamoto kama hii. Mpaka wakati mwingine, kumbuka wewe ni wa thamani sana. Bye bye.